Moja ya taarifa kubwa jana na leo kwa hapa Tanzania ni kuhusiana na uamuzi wa Mahakama Kuu kitengo cha biashara ambayo imeamuru kufungwa kwa kampuni ya Sahara Media Group iliyokuwa ikijishughulisha na shughuli za vyombo vya habari, matangazo na huduma za uchapishaji. Hao ni wamiliki wa vituo kama Radio Free Africa, Kiss FM, Star TV, na wamekuwa wakioperate kwa muda mrefu sana. Sasa imeonekana kwamba haiwezi tena kujiendesha kutokana na kwamba kuna hali mbaya sana ya kifedha. Uamuzi huo ulitolewa na Judge Dr. Mwajuma Kadilu baada ya kuridhia ombi la kufilisi kampuni hiyo lililowasilishwa na kampuni yenyewe kutokana na hali mbaya ya kifedha. Ombi hilo liliungwa mkono na kiapo cha afisa mkuu wa kampuni Steven Diallo pamoja na nyaraka mbalimbali ikiwemo memorandum na articles of association, azimio la bodi ya wakurugenzi, notes za madai ya kodi kutoka mamlaka ya mapato TRA Mwanza na taarifa za fedha zilizokaguliwa za miaka 2023 na 2024. Na katika uamuzi wake Judge Kadilu alisema ushahidi uliwasilishwa unaonyesha kuwa kampuni hiyo imepata hasara kubwa na haiwezi tena kulipa madeni yake. Ikiwa imethibitika kuwa muombaji anapata hasara kubwa na hana uwezo wa kulipa madeni yake, basi hatua sahihi ni kufungwa kwa kampuni hiyo. Sasa niko nazungumza hapa na wakili John Mbogo ambaye anatueleza mchakato huo unakuwaje baada ya uamuzi kama huu kufikiwa. Mara nyingi ni kufunga kwa kampuni habari, na sasa kama kampuni itakuwa imefungwa ni lazima kuwe kuna vitu ambavyo wao kama kampuni wao wameviainisha, zile sababu ambazo zimesababisha, alafu pia mambo gani ambayo ndani ya kampuni yanaweza yakaendelea. Lazima wawe wana baadhi ya vitu ambavyo walivitazamia, kwa sababu kuna aina mbili za wind up kampuni, kwamba ilikuwa ni voluntary ama ilikuwa ni compulsory, ilikuwa walilazimishwa na serikali au walitokea kwamba wao wenyewe waliamua kutokana na mienendo yao wakaomba watamke kufilisiwa. Wanasema kwamba uamuzi huo ulitolewa na judge baada ya kuridhia ombi la kufilisi kampuni hiyo lililowasilishwa na kampuni yenyewe kutokana na hali mbaya ya kifedha. Kwa hiyo wao wenyewe Sahara ndio waliwasilisha ombi la kufilisiwa. Kwa hiyo maana basi hapo kama ni wao wenyewe waliomba, ina maana shughuli yao nzima ilipaswa kuishia hapo. Kwa hiyo shughuli yao nzima ya ufilisi imetimia, na kwa sababu waliomba voluntary, ina maana basi wanaweza kuiacha kampuni sasa ikawa huru, kwamba sasa haiko katika existence tena, haiishi tena, wala Kiss FM utaisikia, RFA zote ambazo ziko chini ya Sahara hazitakuwepo tena. Ina maana wao waliamua kufunga operations zote kamili. Kama zikija zitakuja kwa majina tofauti na labda pengine mmiliki tofauti. Maswali ya kawaida kabisa, kwa sababu hii ni kampuni kubwa. Kuna redio ambazo ni maarufu kama Radio Free Africa, kuna TV, Star TV, kuna Kiss FM. Kwa huu uamuzi maana yake hizi zinaondoka hewani kabisa. Kuna vitu viwili hapo tunaweza tukachanganya. Tutaangalia kama walikuwa wanatumika kwenye trade under Sahara na yale majina yao hayakuwa yamekuwa registered as business name, yakawa independent, basi yataondoka hewani kabisa, kwa sababu yataondoka na logo ya Sahara. Lakini kama waliweza kufanya hatua ya ziada ya update na ya yenyewe kama yanajitegemea, basi yanaweza kuendelea kwa jina lake yenyewe yakawa ni independent entities. Sasa itategemea walifanya hatua zipi katika hizo. Kuhusu madeni hapa, maana yake sio kwamba ukifilisiwa ndio umeyakwepa, sio? Lazima watu wanaodai walipwe. Ni lazima. Kwa sababu mojawapo kuna vipengele kama 6 baada ya kampuni kufungwa. Pamoja na kampuni kusiz biashara, kusimamisha uendeshaji, ambacho ni kipengele kimojawapo. Kuna kipengele kipili cha kuuza assets, kuuza mali za kampuni. Kuna kipengele cha 3 cha ulipaji wa madeni baada ya mauzo ya mali za kampuni. Kwa mfano mali za kampuni thamani ya bilioni 1 na wadeni labda ni bilioni 3, zitauzwa mali zile za bilioni 1, watapewa kwa kiasi hicho ambacho kimepatikana, basi madeni mengine watasamehe. Alafu tutaenda kwenye kipengele kingine cha 4 ambacho ni
iwapo umetokea kwamba pesa iliyozidi, let's say madeni ni milioni 600, wameuza bilioni 1 asset, wakalipa madeni, ikabaki na kiasi kingine cha milioni labda 400, ina maana hizo milioni 400 zitaenda kwa shareholders. Hicho ni kipengele cha 4. Kipengele cha 5 kitakuwa ni kuna msahili sasa anafanya company dissolution, yani anaiondoa sasa katika visabu vyake. Kwa msajili wa kampuni naye ataiondoa, ambapo ni BRELA kwa sisi hapa. Atafanya dissolutions, alafu ataenda hatua ya mwisho ya uondoaji na ufutaji wa majina yanayo exist chini ya kipengele hicho. Kuna sehemu hapo anasema mahakama pia ilipiga marufuku uhamishaji wa mali za kampuni, uhamishaji wa hisa au mabadiliko yoyote ya wanachama wa kampuni kuanza kwa mchakato wa kufungwa. Hapa wanamaanisha nini? Tunaita transfer ya property. Kwa mfano, leo wewe Sky una nyumba yako iko kwenye title yako. Yeah. Lakini baada ya kujua kwamba unataka kuhamisha, kufilisiwa, umesha order, umeomba mwenyewe voluntarily, umeomba kufilisiwa. Lakini kumbe ni game unataka kucheza, mali zingine uhamishe kwa Baby Sky pa. Yeah. Sasa mahakama itakataza affiliation zozote kati yako wewe na Baby Sky katika mazingira ambayo ni ya kuhamisha mali. Kwamba ile title ambayo ilikuwa inasoma sasa hivi Fred iende ikasome mtu mwingine, sasa hivi hiyo mahakama inaipiga marufuku. Aha. Ili ile mali iweze kuja kuuzwa na creditors waweze kulipwa. Sasa hawa mawakili ambao wametajwa, ambao ni Alex Mgongolo pamoja na Frank Mwalongo, ambao ndio wamepewa wasimamizi wa pamoja wa mchakato wa kufilisi kampuni, maana yake ni kwamba hawa watasimamia kuuzwa kwa mali kama studio, nyumba au nini? Yes. Wao watasimamia mchakato mzima wa zile mali zilizoko chini ya umiliki wa Sahara Media. Kwa ikiwa kuna nyumba ambayo ipo chini ya Sahara Media, basi itatakiwa kuuzwa. Ikiwa kuna vyombo, kuna studio, kuna chochote ambacho kiko chini ya Sahara Media na kina thamani ya kuuzika, basi watakiuza. Kwa maana hiyo kwamba kama kampuni ikataka kuanzisha kampuni nyingine kwa jina tofauti, hawapasi kabisa kutumia hizi zilizokuwa natumiwa na Sahara, sio? Yes, hawapasi unless hii kampuni nyingine ikitaka kununua, itaandika na madeni, itaamua kununua na madeni ya Sahara Media na itawaliquidate ama itawalipa hao creditors na hatua zingine. Kwa hiyo ikitaka kununua kampuni nyingine, kataka kununua Sahara as it is, italazimika kununua na madeni yaliyopo. Kwa experience yako, vitu kama hivi makampuni mengi huwa yanapitia hizi process? Maana hii ni kampuni kubwa, ni popular, ndio maana story imekuwa kubwa, lakini kwa kawaida hivi vitu vipo sana eh? Yes, vipo. Tuliwahi kushuhudia pia hapa miaka ya nyuma kidogo. GSM, kukua na GSM from Home Shopping Center, tuliwahi kuona similar ownership, kwamba ukipima wamiliki walikuwa wanafanana. Kwa tunaamini winding up ya Home Shopping Center ilikuja kuzaa GSM. Sasa ziko hatua mbalimbali. Kwa hivyo hiyo ni michakato ambayo ipo. Kwa sababu kuna kitu ambacho watu wasichanganye, kuna winding up na kuna merging. Sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwenye merging ni kama ambavyo utamzungumzia Tigo kwenda Yash, ama Zante kwenda Tigo. Hizo ni merging, hizi zimeamua kuungana, kuongeza nguvu kulingana na kwamba operations zao zimetambaa sawa, lakini zinaweza kushirikiana kwa pamoja na zikaenda sawa na zikakubaliana kuwa na jina moja. Lakini winding up hiyo ni kuondoa kabisa mfumo. Let's say ingekuwa ni kwa mfano kwa Tigo, tungesema Tigo imeondoka kabisa kwenye mfumo wa Tigo, haipo. Hawa wengine wamekuja kununua matumizi yake, then ungeanza kampuni mpya bila kuwa labda na mahusiano ya Zantel or something like that. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo watu wengi wanavichanganya. Kuna hili la mwisho nataka nipate ufafanuzi. Kwenye habari wanasema kwamba kwa mujibu wa sheria ya makampuni watasimamia hawa mawakili mchakato huo kwa kipindi cha miezi 3 chini ya usimamizi wa mahakama. Kwa hiyo ndani ya miezi 3, kwa sababu sasa hivi redio ziko hewani, wanaendelea kuoperate bila shaka. Kwa hiyo hiki sio kipindi cha kwamba ni amri imetolewa hapo wazime, ina ndani ya miezi 3, sio?
mara nyingi watu wanaweza kukaidi, lakini kiuhalisia zilipaswa kuwa zimezimwa, kwa sababu mlishasema hamna nguvu ya kuzioperate. Yani ni kama uniambie gari imeisha mafuta lakini bado tunaiona inaendeshwa. Sasa je, inatumia nishati mbadala? Kuna maswali ambayo watu watajiuliza. Lakini kama amri ilikuwa ni kwamba mtangazaji anasema sijalipwa ndio maana siwezi kwenda kazini, leo hii ameenda kazini katika minajili gani ya kuwasha mashine na kuendelea na production operation? Kwa hivyo logically hai make sense kama watakuwa wanaendelea baada ya order, ina maana basi watakuwa hawakuwa katika mpangilio huo. Labda kama wameomba kwamba ndani ya miezi mitatu watakuwa wamemaliza kila kitu na hawa watu waendelee katika mfumo huo, kama kuna makubaliano binafsi baina ya hizo operations na vitu vingine, basi haya yanawezekana ndani ya miezi mitatu. Sasa itategemea na occasion iliyowakuta kwanza.